Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bado nazungumzia sakata la Simba Sport Club na Young Africans juu ya kile kilichoweza kutokea tarehe 8 ambapo mechi hiyo ilitangazwa kuweza kuahirishwa pamoja na bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kile kilichoweza kusema ya kwamba mazingira ya kimchezo hayakuwa salama, hivyo basi mchezo ule ukaahirishwa, huku klabu ya soka Young Africans ikiweza kupeleka malalamiko katika nyakati tofauti ambapo klabu ya soka ya Young Africans ilitangaza rasmi ya kwamba inatoa saa 72 kwa kamati kuhusiana kile ambacho kilichoweza kutokea, huku akipeleka malalamiko yao kudai fidia pamoja na kuweza kudai, hapa nazungumzia pointi 3 zao mbele ya klabu ya soka ya Young Africans. Hivyo basi kile ambacho kilichoweza kutokea, hatimaye shirikisho la soka barani Afrika CAF limeweza kutoa taarifa ya kile ambacho kinachoendelea na maamuzi ni yapi juu ya hiyo sakata ambalo linaloendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Bana, klabu ya soka ya Young Africans kila mmoja nafahamu ya kwamba iliweza kutangaza kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo walisema ya kwamba wao wametoa masaa 72 juu ya kile kinachoendelea, kwa sababu wanaona ya kwamba hawakutendea haki kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika usiku wa kuamkia tarehe 8 ambapo klabu ya Simba waliweza kuvamia uwanja kwa mujibu wa klabu ya soka Young Africans, kwa sababu hawakutoa taarifa kwa yoyote kwamba wanakwenda kufanya mazoezi pale, na hata shirikisho la soka TFF waliweza kuandika barua yao wakisema ya kwamba klabu ya Simba haikufuata taratibu zozote, haikuwasiliana na mtu yoyote katika kile kilichoweza kutokea. Sasa TFF ni kama wameweza kujichanganya na bodi ya ligi kwa kuweza kutangaza mchezo huo kuweza kuahirishwa wakati ambapo kile ambacho kinachoendelea. Sasa klabu ya Young Africans ilitangaza kwamba inatoa saa 72 kutokana na kile kilichoweza kutokea. Wanataka walipe fidia yao, wanataka pia waweze kupewa pointi 3 zao kabla hawajasogea mbele zaidi. Sasa hapa kuna mahakama ya usuluhishi ya kimichezo Afrika ambayo inafahamika kwa jina la CAS, ambako ndo mara nyingi umeweza kushuhudia watu wamekuwa kienda kupeleka malalamiko yao huko, na ndiko huko ambako zinatokaga hukumu ambazo kila mmoja huwa anakwenda kuzishuhudia. Mara mtu kakatwa pointi 15, mara timu fulani imefungiwa kutokana na kutokumlipa mchezaji. Huko ndo ambako malalamiko mengi yanafanyiwaga kazi. Sasa ambapo inaelezwa tangu Yanga wawasilisha malalamiko yao tena wakitoa saa 72 kwa mamlaka, hadi leo bila shaka yameshapita na hakuna lolote. Unaona bana, inaelezwa ilichukua saa 5 tu bodi ya ligi kujibu na kufanyia kazi malalamiko ya Simba. Nyewe wengine mkiamua, unaona bana, mambo yanakuwa tofauti. Mpaka sasa TFF na bodi ya ligi bado hawajazungumza chochote juu ya madai ya klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho walichoweza kukitangaza, ambako Rais Engineer Hersi Said alisema kwamba wako tayari kuipambania klabu ya soka ya Young Africans na kupata haki zake zote, iwe nje ya TFF ama ndani ya TFF, ama kusogea katika hatua zaidi ya kile ambacho
kinachoendelea. Lakini kuhusu sakata la Simba kugomea mechi, CAF imechukua hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutoa uamuzi. CAF imetoa uamuzi ambao katika baadhi ya taarifa zinasema ndani kwamba Yanga wamepewa pointi 3 bado tu kuweza kutangazwa kwa kile ambacho kinachoendelea. Kuhusu uwezekano wa CAF kuipa Yanga pointi 3 kutokana na sakata la Simba kugomea mechi, hali bado haijawa wazi kabisa. Hata hivyo, kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. Sheria za CAF ina sheria zake zinazosimamia michezo, na endapo timu itagoma kucheza kuna adhabu zinazoweza kutolewa. Hii inaweza kujumuisha kupewa timu pinzani ushindi na pointi 3. Taarifa zinazotofautiana, kuna taarifa mbalimbali zinazozunguka suala hili na si zote zinazothibitishwa. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa Yanga huenda wamepewa pointi 3, wakati nyingine zinaeleza kuwa maamuzi bado hayajatolewa. Mchakato wa CAF ina mchakato wake wa kufanya uchunguzi na kutoa maamuzi. Mchakato huu unaweza kuchukua muda na maamuzi yanaweza kutofautiana kulingana ushahidi na sheria zinazotumika. Unaona bana. Kwa hiyo ingawa inawezekana Yanga kupewa pointi 3, ni muhimu kusubiri taarifa ambacho kile kinachoendelea. Sasa ni muda gani ambao CAF wanaweza kutumia ili kuweza kupatikana kwa haki hiyo, ambapo shirikisho la soka Afrika inaweza kuchukua muda kutoa majibu katika masuala yanayohitaji uchunguzi wa kina. Hii ni kwa sababu uchunguzi wa kina, CAF inahitaji kufanya uchunguzi wa kina ili kupata ukweli wote kabla ya kutoa uamuzi. Hii inaweza kuhusisha kukusanya ushahidi, kusikiliza pande zote zinazohusika na kuchambua sheria na kanuni zinazohusika. Mchakato wa kisheria, CAF ina mchakato wake wa kisheria ambao lazima ufuate. Mchakato huu unaweza kuchukua muda, hasa ikiwa kuna rufaa au changamoto za kisheria. Masuala yanayohusu michezo mikubwa kama vile mechi za kimataifa yana umuhimu mkubwa. CAF inahitaji kuhakikisha kuwa uamuzi huu unatolewa na ni sahihi na unazingatia sheria na kanuni zote. Mambo mengine yanaweza kuchangia ucheleweshaji kama vile upatikanaji wa maafisa wa CAF, ratiba za mikutano na mambo mengine ya kiutawala. Kwa hiyo inabidi watu watulie kweli kweli. Hebu tujikumbushe kuhusiana na kanuni za CAF kuhusu kugomea mechi. Ushindi, kawaida timu inayogoma kucheza inaweza kupoteza mchezo kwa matokeo ya 3-0. Hii inamaanisha kwamba timu pinzani itapewa ushindi na pointi 3. Adhabu, CAF inaweza kutoa adhabu za ziada za nidhamu kama vile faini kubwa, kufungiwa kushiriki katika mashindano kwa muda, kupunguzwa pointi. Uchunguzi, kuna uchunguzi hufanyika wa kina ili kubaini sababu za kugoma kucheza. Ikiwa ni timu ina sababu za msingi, CAF inaweza kupunguza au kuondoa adhabu. Katika hali ambayo vurugu zimepelekea timu kugoma mechi, pia uwanjani unaweza kufungiwa. Mambo ya kuzingatia, adhabu zinazotolewa zinaweza kutofautiana kulingana mazingira ya kesi. CAF ina mamlaka ya kufanya maamuzi yake kulingana na sheria na kanuni zake. Ni muhimu kuzingatia kwamba CAF hufanya maamuzi ili kudumisha nidhamu na uadilifu katika soka. Unaona bana, kwa hichi ambacho kinachoendelea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea.